Ilikuwa usiku. Kwenye sanga? Ndio saa 6 usiku wa pili yake. Ananionyesha dawa na anifundisha kwa tunafanya hivi, tukapanda ungo, kaenda kanionyesha hadi wanavyoua. Siku ya pili yake hivyo hivyo akawa ananifundisha. Siku ya 3, siku ya 4 ndo shangaza mama ndo akawa anataka niende nyumbani. Hebu sikia Sajili, wewe hutaki kutaja vitu ambavyo ulivyovifanya. Kwa nini hutaki kuvitaja? Kuna kitu gani unaogopa usitaje? Naomba tutaje vile vitu ambavyo siku aliyofanya vilikuwa ni vitu gani. Wewe zungumza kwa huru. Alikuwa ananionyesha dawa. Dawa ya aina gani? Nakaga kwenye chumba. Yaani hizo dawa alikuwa nazo yeye mwenyewe? Ulikuwa nyumbani kwake au ulikuwa nyumbani kwenu? Nilikuwa nyumbani kwa bibi. Kwa bibi. Sasa hizo dawa zilikuwa sehemu gani kwa bibi? Zilikuwa azimu kwa bibi, zilikuwa nyumbani kwake. Hapo ndo alikuwa jirani. Hizo dawa zilikuwa za aina gani? Zilikuwa kama maji mekundu. Ndio nilikuwa anamnyesha. Yaani alianzaje kukunywesha sasa? Nilikuwa ananifundisha akanipaka dawa hapo kwenye utosi, afu ndo akaanza kunionyesha. Wakati wewe alikuwa amekufunga nani? Alikuwa hajanifunga. Na ulikuwa umevaa nguo kama hivi? Tulienda uchi. Ulikuwa? Nilikuwa uchi. Ulikuwa uchi. Haya. Sasa baada ya kuwa amekunywesha hizo dawa siku hiyo hapo, ndipo mlipoanza kupanda ungo. Sasa kwenye ungo mlipanda pandaje? Ungo ametengeneza ngozi ya mtu, tukawa tumekaa mle. Sasa ulijuaje ni ngozi ya mtu kwa siku moja? Wakati ameshamaliza kunifundisha nilijua kwa ngozi. Hebu nitupe lile darasa sasa. Yaani alikuwa anakufundisha vipi na hao watu mlikuwa mnaenda kuwaua vipi? Alikuwa ananifundisha kwamba alikuwa ananionyesha kabisa tunaenda kufanya kabisa na wanakuwa. Yaani? Kama anasema leo nakufundisha kuua, tunaenda kabisa na ua mmoja. Sasa nielekeze, yani watu mlikuwa mnawauaje? Yani watu walikuwa na wauaje sasa hapo? Ingia ndani, anamwagia dawa, mtu anaanza anakauka, anahangaika, anakata. Yani usiku mmoja. Yaani mkienda kwa mfano kama sasa hivi mkija kwenye hii nyumba kwamba yani watu wamelala au hata kama tukao tumekaa kama hivi. Mkiwa wamelala. Yaani wafanyaje sasa? Kwa mfano ukinikuta mimi nimelala unanifanyaje? Tunakuja tunakumwagia dawa. Wengine wanaweza akakuingia unahangaika kitu kinakuuma. Hivi nini yani unakuwa unakufa kifo ambacho hakipo duniani, kwamba kuna kifo ambacho mtu aliwahi kufa hivi. Kwa hiyo alikuwa ananifundisha, ananionyesha madawa. Wengine anaenda kuua kabisa, ananionyesha anavyoua. Wengine ananionyesha kabisa anavoroga. Mara ya kwanza kuona unaua, yani kwa kumbukumbu zako uliona vipi siku hiyo? Alikuwa anamwagia dawa. Yani siku hiyo kabisa tukio la kwanza ilikuwa kwaje, kwa sababu ulikuwa hujawahi kushiriki siku ile ilikuwa? Tulienda kuua kama alikuwa. Yani ilikuwaje siku? Tulienda tukamkuta mtu amelala, alisema wewe hapa ndo wakumuua leo. Tukachukua dawa, kila mtu anamwaga dawa yake. Tukawa tumemmwagia kwenye kitanda, watu ambao wamelala nao wasishtuke. Ndio akawa amelala, ndio akaanza anakauka. Mzee hata washtuke, asubuhi anakuta mtu. Ndani mliingiaje? Tuliingilia kwenye kona. Kwani kwenye kona kivipi? Kama hapa. Tunakuwa tunaimba nyimbo, kona inafunguka. Tunaimba nyimbo. Tunaimba nyimbo gani? Unaweza kutuimbia? Hebu fiu. Kuzengea tunaimba he huko tunashindilia chini. Unaifanyaje? Hebu gonga vipi? Yaani unafanyaje? Unaimbaje? Kuna vidude tunatingishaga, wengine wanapiga ngoma au tunalia he. Hapo unafanya fiu. Nani wengine wanafanya fiu. Wengine wanapiga ngoma, wengine wanasema he. Siku hiyo mlikuwa wangapi? Mlikuwa kikosi chote. Yaani kikosi chenu chote kina watu wangapi? Wengi tu, wengine siwafahamu. Mambo wanafahamu wako pale bana. Tulikuwa mimi, mdogo wangu na mwenyewe ndio tulikuwa tunaanza kumfundisha, baba mkubwa, Mapunga, Toma, na
nani Mboneke na watoto wengine, afu kuna wabibi wengine ndio siwafahamu. Na bibi mmoja alikuwa jirani ya bibi. Hao wote ni wa uko Mbeya au wako hapa Dar es Salaam? Hao wa Mbeya. Na mdogo wako yuko Mbeya? Sasa mimi nilikuwa bado nahitaji kujua, yani mpaka wewe kufikia, unajua mpaka zoezi la kufikia wewe kwenda kuua, ina maana kuna majaribio mengi sana ambayo unakuwa umeshafanyishwa, kuna mazoezi mengi sana uliyofanya. Yaani wewe mpaka hatua ile ya kufikia kwamba sasa umeshaiva na umeshakubaliana na uchawi, kwa sababu sidhani kama kwamba unaweza kukupeleka kwenda kuua bila kukiri kwamba na wewe sasa umeshaukubali ule uchawi kwamba na unaenda kuua. Yaani ilikuwa kwaje kabla hujafikia kwenye zoezi la kuua? Yaani alipokuwa ananifanyia, ananiuliza unaweza, na mwambia ndio. Ananipa dawa, najaribu kuua, nashindwa. Kwa pili yake ndio nikana najaribu naweza. Kila jaribio analonipa naweza. Na akasema kumbe unaweza, si unaweza? Nikamwambia ndio. Akasema basi tutakuwa unafanya kazi hii. Nikamwambia haya. Kwani yeye mpaka anakuambia unaweza, wewe mwenyewe ulishaweza kabla ya hapo ulishaanza kufanya hivyo vitendo? Yake wanafanya mwenyewe namwangalia, hapo ananiambia fanya na wewe. Kwa hiyo mtu unamuaje? Sasa siku hiyo huyo mlienda kumkausha hapo kitandani, mliondoka naye ama ilikuwaje? Yeye tunamwagia dawa, tunamkuta nani yuko kwa mkuu. Mlikuwa mnamkuta kwa baba mkuu. Kwa pale kitandani mnaacha na yeye. Ya kitandani ninabaki tu unabaki tu mwili wake. Mwenyewe mwili unakuwa nani, nyama tumeshakula, lakini pale unaonekana ni yeye mwenyewe. Kwa nyama mlikuwa mnakula pale pale kitandani? Tunaondoka nayo tunaenda kulia kwa baba mkubwa na mlikuwa mnakula vipi? Tulikuwa tunakula tu hivi. Yaani mkifika kule mnazichemsha ama mnaanza kumla tu mzima mzima? Tunachemsha na kula. Huyo mtu siku hiyo aliwakosea nini? Alimkosea nini baba yenu? Huyo alimkosea nini baba yako huyo? Hakumkosea kitu. Alikuwa ni mwanamke mwanaume. Na kesho yake ukaona kabisa pale kuna msiba. Sasa huyo mtu mpaka sasa hivi yuko wapi? Tulishamu. Wengine ambao wana nguvu, wanani wakubwa wetu wanasema huyu hakuna kumla. Wanamweka mchukuni. Wewe umeshakula nyama za watu? Ulikula kama watu wangapi? Watu nipo nyumbani wengi. Sasa ulipokuja huku ujala hata mmoja? Huko tumekula watatu. Tumekula watatu.